Naam, karibu tuendelee na EATV saa moja, na sasa ni wakati wa lenzi, na hii ni Januari na kila mtu kuna namna anaulaumu mwezi huu wa Januari. Wapo wanaoamini ni mwezi mgumu kuliko wote kimatumizi, lakini pia wapo wengine wanafika mbali na kuona ni mwezi mrefu kuliko miezi mingine. Lenzi ya leo tunatazama mwezi huu huku tukijiuliza, je, ni kweli mwezi Januari ni tatizo au sisi ndiyo tatizo? Karibu kwenye lenzi. Unaokuja kimya kimya lakini huacha wengi wakishika kichwa. Utasikia kodi, ada za shule, mshahara ule ule unaonekana mdogo kuliko kawaida yake. Leo katika lenzi ninakuuliza, Januari ina tatizo gani? Au wewe mwenzangu na mie ndio una shida na Januari? Wahenga walisema akiba ni kinga ya kesho, lakini Januari inapofika kinga hiyo kwa wengi huyeyuka kama barafu katika jua la utosi, hasa lile la Dar es Salaam. Waandamizi wanasema ni mwezi unaokuja bila kelele, kimya kimya. Bwana ndugu mtangazaji, haya bwana, kwa heri. Haya, asante, kazi njema bwana. Wakati wengi wakilalamikia Januari ni mwezi mgumu, wewe unapaswa kulipa kodi. Biashara inasimama au akili yako ndio inapimwa zaidi mwezi huu? Kipindi cha Januari changamoto inakuwepo kuhusu mambo ya biashara. Ukizingatia kwanza sisi hapa Laela asilimia kubwa watu wanatumia wakulima. Sasa kwenye sisi vya biashara unakuta changamoto kwa sababu kutokana na mwezi wa 12 ni kipindi cha sikukuu. Sasa mtu usipotumia akili, kwa sababu kipindi cha zamani watu kwa sisi wafanya biashara tunajisahau. Ila sasa hivi tumeshajua jinsi ya kujiwekeza, kwa sababu ukiwa mfanya biashara lazima utumie akili nyingi. Kwa upande wa TRA ama mapato, hawa ndugu zetu wangejaribu mwezi Januari, wajaribu kidogo kutulegezea mapato, afu na kutupa muda kidogo wa malipo yale, watuongezee siku mbele kidogo, kwa sababu mwezi wa kwanza tunakuwa tuna majukumu mengi. Mtazamo wangu mimi naona ni jinsi ya mtu unavyojiandaa kupokea mwezi Januari, kwa sababu unapojua kuwa unakwenda kupokea mtoto lazima kuna maandalizi, na kila mwaka tunaona kuwa mwezi wa kwanza ni mgumu kwa sababu kuna kupeleka watoto shule, alafu pia kuna maandalizi ya Krismasi, mwaka mpya. Kwa hiyo unakuta pesa tumeshindwa kumanage matumizi. Tunakuja kupokea mwezi wa kwanza tunakuwa tayari tumeshamaliza pesa kwenye sikukuu. Ninachoongelea kuwa ni sasa hivi biashara ni ngumu sana, maana sasa hivi biashara haitoki, tofauti na mwanzo. Sasa hivi unakuta ni gunia tu la viazi, unakuta ni siku 3 siku 4, kati ilikuwa ni siku moja. Nyama kisha chinja inamaliza siku 2. Januari kuhusu masuala ya TRA washajipangiaga kila baada ya miezi 3 nafikiri ndio wanachukuaga kodi yao. Wao hawajali kama Januari. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie hawa watu wa mapato waweze kutuvumilia wakatuacha Januari ili tuweze kufanya mambo mengine. At least hata mwezi wa pili ndio angekuwa wanakuja. Ukilinganisha kwa sasa hivi tunasema mwaka mgumu wa mwaka Januari ni sahihi kulingana na kuangalia sasa hivi tunakutana na vitu vingi. Kuna ada za watoto shule, kuna ada za kwenda vioni, kuna kilimo. Na ukikutana hivi hali ni ngumu ya kimaisha. Kwa mchumi Joseph Chemta, biashara huishi kwa ubunifu, lakini Januari humlazimisha mfanyabiashara kujiuliza swali gumu: niendelee na biashara hii au nibadilike? Januari huja na kodi bila kujali mfuko kwa vipi. Swali la kujiuliza ni je, hili ni tatizo la mwezi au la mfumo wa maisha? Kwa ambaye anaendelea na shule au anayeanza na shule, anaweza katangulia kwanza na nguo za kawaida kaenda nazo shule, baadaye nikipata kipato naweza nikamnunulia uniform. Kwa kweli nishawahi nikuta Januari kodi imefika, mtoto anatakiwa kwenda shule, nikaamua unachagua moja, nikachagua mtoto kwenda shule. Kuna nadharia ya matumizi ya kaya na harama zisizobadilika kwa kodi hazijali hali ya mapato. Ndiyo maana Januari humkuta mpangaji akiwa hana ujanja, achelewe, alipe au akope. Kwa hali halisi, unapomkopesha mtu Januari hii unakuwa unamuokoa, kwa sababu wanaokopa Januari hii ni wale wenye kiwango cha hali ya chini wasiokopesheka na taasisi husika za fedha. Kwa hiyo wanapokuja kwetu anakopa, unamuokoa kwa sababu
anamaliza shida zake, hususani za palizi hizi na watoto kwenda shule. Kwa hiyo unamwokoa. Leo nataka ujue kama Januari inaweza kutikisika, sio mfukoni mwako tu, bali hata afya ya akili yako inaweza kutikiswa usipojipanga mapema, my friend. Mwezi Januari kwao ni mwezi Januari ambao ni mwezi ambao umekaa kwenye akili ambayo ni hasi zaidi, au unakuwa na matokeo hasi kwa upande wao, na hii huweza kuwapelekea pengine kwenye wakati kama huu, mwezi kama huu, wao kuwa ni wanyonge, kujihisi kukosa concentration, kutokuwa na utulivu katika mambo tofauti tofauti, na wakati mwingine kuweza kupata panic attacks za aina mbalimbali na kuonyesha dalili pengine za kimwili. Gharama za pembejeo na maisha ya nyumbani zikigongana na Januari, unafikiri mfanyabiashara atatoa sauti gani? Hususani sasa hivi ukiangalia ni msimu wa kilimo, watu wengi wanabezi mashambani, kwa sasa hivi biashara ziko down sana, na ukiangalia sasa hivi watoto wanatakiwa waende shule, ni wakati wa kutafuta ada. Januari wateja wanakuwa wengi kutokana na uchumi wa watu wengi kuwa ni hafifu. Kipindi cha Januari inaonekana kabisa wateja wanapokuja unaona kabisa wanalalamika pesa hamna. Januari wateja ni wengi, ila nikisema hela ni ngumu kwa biashara ziendi, yani zinasimama. Watu wanaohitaji ila mambo hayaendi kwa sababu ya hela. Kwa haraka haraka unaweza kufikiria Januari ina tatizo na watu wa mjini peke yao, lakini kumbe yale yanayowakuta watu wa Rukwa ndio hayo yanayowakuta watu wa Manyara. Kama unataka Januari yako iwe nzuri na iwe yenye tija, ina maana kwamba ilitakiwa kuwa na mipangilio kuanzia unapoanza mwaka na pale karibia unapoisha. Ina maana kwamba kuanzia ile Januari mpaka inapofika Disemba, kabla ya Disemba tuseme Novemba pale, inatakiwa umeweka mipango yako sawa. Sasa changamoto inakuja kwa sababu sisi wa Tanzania wengi hatuna mipango, tunachokipata ile Novemba na Disemba yenyewe tunakispendi chote. Kwa muktadha huu unaweza kudhani kwamba hakuna kinachopungua Januari, kinachopungua ni akiba tu, na kinachoongezeka ni majukumu peke yake. Kumbe tatizo si Januari, tatizo ni wewe mwenyewe na mipango yako. Haya.